Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa, baada ya uvumi wa takriban wiki mbili na siku kadhaa ya kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame ni mgonjwa na yuko Ujerumani kwa ajili ya matibabu, lakini pia vyanzo vingine vikienda mbali zaidi na kudai ya kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame amepoteza maisha. Ilikuwa ni taarifa kubwa mno ambayo ilisambaa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hususan kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wa Kongo wengi walisambaza taarifa ya kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame ni mgonjwa, lakini pia wengine wakidai ya kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame amepoteza maisha. Lakini pia kwa vyanzo vingine ambavyo ni kutoka ndani karibu kabisa na rais wa Rwanda Paul Kagame vilidai ya kwamba Paul Kagame yuko mapumzikoni na atarudi kuendelea na kazi kama kawaida, lakini kipindi ambacho yupo kwenye mapumziko bado shughuli zilikuwa zikiendelea kama kawaida kwenye ofisi ya rais. Lakini bado watu wakahoji ya kwamba kwa nini uvumi umekuwa ni mkubwa mno kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni issue ambayo ni sensitive sana, lakini bado serikali imekaa kimya na haijakanusha taarifa hizo ambazo zilikuwa kama ni potofu na zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini huko Rwanda, moja kati ya watu ambao walihusika kabisa katika kusambaza taarifa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kuwajuza watu ya kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame ni mgonjwa alikuwa ni Padri Thomas Nahimana. Huyu ni kiongozi wa chama cha upinzani nchini Rwanda cha Ishema. Alikuwa ni moja kati ya watu ambao wapo mstari wa mbele kusambaza uvumi kuhusu rais wa Rwanda Paul Kagame. Nahimana alidai kuwa alikuwa na credible sources ambazo walimwambia kabisa ya kwamba Paul Kagame alikuwa katika hali ya palliative care. Lakini pia padri huyo alidai rasmi kwamba rais Paul Kagame amefariki, akitoa taarifa hiyo siku ya Jumatatu wiki iliyopita kupitia mitandao ya kijamii, ingawa hakutoa ushahidi wa moja kwa moja wala chanzo maalum kinachotambulika. Lakini ukiangalia katika matamko yake ambayo yalisambazwa kupitia akaunti zake za mitandao kama vile Instagram, lakini pia mtandao wa Diaspora, Nahimana alimtaja Kagame pamoja na wasaidizi wake kama terrorist militias, na akitoa wito kwa kuwaondoa kabisa kutoka madarakani. Kwa hiyo ni wazi alikuwa akisambaza taarifa hizo, lakini hapo akiwa na chuki na rais wa Rwanda Paul Kagame. Kulikuwa na uvumi mkubwa mno kuhusu kuumwa kwa Paul Kagame na taarifa ya kwamba amepoteza maisha katika mitandao ya kijamii kuanzia Jumamosi jioni wiki iliyopita, ambapo uvumi uliendelea kusambaa zaidi, ambapo mitandao mingi ambayo ilichochea uvumi huo ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa mamlaka za Rwanda hazikujibu uvumi huo na zilikaa kimya. Lakini kubwa ni kwamba chanzo cha uvumi huo kilikuwa kinaelezwa kuwa ni kuto kuonekana hadharani kwa muda wa zaidi ya wiki mbili, kitu ambacho hakijazoeleka. Lakini pia kulikuwa na ukimya, serikali haikutoa taarifa rasmi kuhusiana na afya ya rais, jambo ambalo likazua mjadala zaidi ndani ya umma, hususan Afrika ya Mashariki. Lakini leo kwa mara ya kwanza Kagame amejitokeza tena baada ya kuto kuwepo kwa wiki mbili, na amekutana na Obasanjo mjini Kigali. Licha ya kuonekana leo jioni, ambapo pia kwenye akaunti zake mitandao yake yote imechapisha taarifa kwamba Paul Kagame yupo, lakini pia taarifa hiyo ya kwamba amekutana na Obasanjo imechapishwa leo. Na tangu alipoposti Juni 6 kwenye mitandao yake mbalimbali ya kijamii, amekuja kuposti leo, na tutaangalia hapa alichokiandika, kitu gani ambacho kimeandikwa hapa kwenye mitandao yake kijamii baada ya kukutana na Obasanjo mjini Kigali. Lakini kubwa ni kwamba leo mapema kabisa asubuhi jeshi la Rwanda lililaani kauli ya kughushi kuhusu afya ya Kagame. Unajua, kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kulikuwa na taarifa ambayo inasambaa ikionyesha kama taarifa ambayo imetolewa na jeshi la Rwanda RDF kuhusu afya ya rais wa Rwanda Paul Kagame.
Hivyo wakaichukua taarifa hiyo na kuichapisha kwenye mitandao na wakaandika kwamba ni fake news, kwamba taarifa hiyo ni ya kughushi kuhusu afya ya rais wa Rwanda Paul Kagame. Nadhani jambo hili pia ndilo ambalo limepelekea jioni hii rais wa Rwanda Paul Kagame kujitokeza. Huko jeshi la ulinzi la Rwanda RDF limekashifu waraka ambao umesambazwa mitandaoni kuwa ni wa kughushi, ambao ulikuwa unadai kuwa rais wa Rwanda Paul Kagame ni mgonjwa mahututi na yuko chini ya uangalizi maalum wa kimatibabu. Taarifa hiyo ambayo iliandikwa fake news kwa rangi nyekundu ilikuwa inasambazwa kote kwenye mitandao ya kijamii na ikazua wasiwasi mpya kuhusu ustawi wa rais Paul Kagame. Waraka huo wa tarehe 23 Juni mwaka 2025 na wenye nembo rasmi ya RDF unadai kuwa Kagame mwenye umri wa miaka 67 anakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kiafya na kuwataka Wanyarwanda kuwa watulivu na kumwombea mkuu wa nchi. Iliandikwa hivyo katika waraka huo. RDF ilikanusha na kutoa taarifa kwamba hawakutoa taarifa hiyo na ikaonya umma dhidi ya kueneza habari potofu. Hakuna mawasiliano kama hayo ambayo yametolewa na RDF. Chanzo kikuu cha kijeshi kilithibitisha kwa vyombo vya habari vya ndani siku ya Jumanne leo. Hiki ni kitendo cha makusudi cha kupotosha taarifa na kinapaswa kutibiwa na dharau inayostahili. Uchunguzi unaendelea kubaini waliohusika na uzushi huu. Mzozo huo ulikuja wakati ambapo minong'ono ilikuwa inazidi kuongezeka kwa umma, kwani rais Paul Kagame alikuwa bado hajajitokeza hadharani tangu Juni 6 alipohudhuria mkutano wa mashauriano wa ngazi ya juu wa eneo huru la biashara la Afrika AfCFTA. Kutokuwepo kwake kwenye hafla za hadhara ambazo zilifuata, ikiwa ni pamoja na mikutano ya hivi majuzi ya usalama wa kanda pamoja na sherehe za kitaifa, kukachochea uvumi na wasiwasi juu ya afya yake, haswa kwenye mitandao ya kijamii. Serikali ya Rwanda ilikuwa bado haijatoa tamko rasmi kuhusu kutokuwepo kwa rais kwa muda mrefu, lakini maafisa walikuwa bado wanaendelea kushikilia kuwa taasisi za serikali zinaendelea kufanya kazi kikamilifu na kwamba hakuna sababu ya hofu. Sasa serikali ya Rwanda imekanusha rasmi taarifa za uvumi wa rais wa Rwanda Paul Kagame. Serikali ya Rwanda pia imetoa tamko, lakini pia tutaangalia kile ambacho amekiandika rais wa Rwanda Paul Kagame. Serikali ya Rwanda leo Jumanne imekanusha uvumi kuwa rais Paul Kagame alikuwa mgonjwa kufuatia kutokuonekana hadharani wiki za hivi karibuni. Kagame mwenye umri wa miaka 67 alikuwa hajaonekana hadharani tangu Juni 6 kama inavyothibitishwa na akaunti yake ya X na mitandao yake mingine ya kijamii, na kuzusha uvumi mtandaoni na nchini humo kutokana na jukumu lake la kawaida la juhudi za kila mahali. Kwa Wanyarwanda wengi, Kagame ni shujaa mwenye maono ambaye aliifanya nchi kuwa ya kisasa, lakini wengine wanamuona kama dikteta mkatili ambaye anaangamiza upinzani kwa jeuri. Ameiongoza vyema Rwanda tangu mwaka 1994 alipoongoza uasi wa kupindua utawala wa Wahutu wenye itikadi kali waliohusika na mauaji ya halaiki yaliyopoteza watu zaidi ya 800,000 wa Watusi walio wachache. Mpinzani mmoja ambaye anaishi Canada alidai wiki hii kwamba rais alikuwa akiugua jeraha la ubongo akitibiwa nchini Ujerumani. Hata hivyo, chanzo cha kidiplomasia cha Ujerumani kiliambia AFP kuwa hawakuwa na taarifa kuhusu swala hilo. Hakuna cha kuwa na wasiwasi au wasiwasi. Msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makolo amethibitisha kuhusu afya ya rais wa Rwanda Paul Kagame. Yeye ni binadamu na kama mtu mwingine yeyote, yeye huchukua muda kupumzika. Hakuna jambo la kawaida au la kutisha. Mwanafamilia ambaye hakutajwa jina aliweza kuiambia tovuti hiyo ya serikali. Kupitia mitandao yake kijamii, alichokiandika rais wa Rwanda Paul Kagame baada ya kukutana na Obasanjo na kuchapisha picha hizo. Rais wa Rwanda Paul Kagame alichokiandika tutaangalia hapa. Ameandika jioni ya leo katika kijiji cha Olugwilo, Rais Kagame alimpokea rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo kwa majadiliano mapana. Walijadili hali katika kanda pamoja na masuala mbalimbali muhimu ya bara na kimataifa. Viongozi hao wawili walishiriki maarifa kuhusu njia za kuelekea utulivu, ushirikiano na maendeleo.
Hiki ndicho kilichoandikwa hapo kwamba jioni ya leo katika kijiji cha Olugwilo, Rais Kagame alimpokea rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Lakini bado unaweza ukajiuliza maswali kwamba akaunti hii ya rais inaendeshwa na mtu. Kwa nini hawajaandika kwamba jioni ya leo nimempokea, lakini wameandika kwamba jioni ya leo rais alimpokea? Huenda watu wakahoji pia kwa nini asijitokeze hadharani kabisa labda na kuhutubia taifa. Kwa hiki ambacho kimeandikwa ni wazi ya kwamba kuna mtu ana control account ya rais wa Rwanda Paul Kagame, ndiye aliyechapisha taarifa hii. Huenda pia ni kutokana na jeshi la Rwanda kukanusha uvumi ambao ulikuwa ukisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa huenda wakaamua kufanya hivi ili kuwajuza watu, hata kama anaumwa, kuficha ukweli uliopo. Kilichopo, watu wengi pia hata kwenye comment ambao nimepitia hapa wanasema kwamba tunataka aonekane hata akihutubia taifa au kuhudhuria mkutano wowote, basi Wanyarwanda wamuone, wataamini ya kwamba Paul Kagame ni mzima wa afya. Lakini taarifa ni hiyo, serikali imekanusha, jeshi imekanusha taarifa ambayo ilikuwa ikisambaa, lakini pia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii Paul Kagame kama jina la rais wa Rwanda, taarifa imechapishwa ya kwamba leo amekutana na rais wa zamani wa Nigeria Obasanjo. Tuachie maoni yako, lakini mengi zaidi tutakapokuwa tunazidi kuyakusanya tangu jambo hili limeanza, lakini mpaka hapa lilipofikia, basi tutakuhabarisha hapa. Kubwa tuachie maoni yako na endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali.